Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea Kwimba. Mkuu wa wilaya ya Kwimba Mheshimiwa Ngwilabuzo Ludigija ametoa siku 3 kwa wazazi wote ambao bado hawajawapeleka watoto wao shuleni kuripoti kidato cha kwanza. Amebainisha hayo katika kikao cha tathmini ya ripoti ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka huu 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa Balele kata ya Nyambiti, kilichojumuisha wananchi wa kata 5 ambazo ni Ibindo, Ngula, Lioma Mwangi na Nyambiti wilayani Kwimba, na kuwataka wazazi ambao hawana uwezo wa kupata mahitaji ya wanafunzi kama sare za shule na viatu na vitu vingine watoe taarifa kwa watendaji wa maeneo husika. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kwa sababu hapa imenipa mkanganyiko kidogo. Taarifa niliyoipata hapa ni kwamba bado watoto 1000. Lakini kwa tarafa hizi 3 naona bado watoto 152. Sio rahisi kwamba zile tarafa 2 ndio zina watoto 900 na kitu. Lakini kwa sababu nazo tutakutana nazo kufanya tathmini, tutaona idadi. Tunataka tupate idadi sahihi. Na sisi tumesha hapa watoto wote ambao wanatakiwa kwenda shule ni lazima waende shule. Na mimi ninawaamini jeshi la sungusungu, watendaji wa kata na maafisa elimu kata. Na mmedhibitisha hapa kwamba hawa watoto wote wataenda wapi? Shule. Na ndio msimamo wa serikali. Kwa sababu kwa sasa serikali inagharamia elimu bila malipo kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha 6. Na ndugu zangu, ulisi ambao ni muhimu unaweza ukampatia mtoto ni elimu. Nyinyi wote ni mashahidi, tunaona kwenye familia zetu, kwenye koo zetu, namna watu hata wazazi wanavyofariki, watu wanavyogombania mali, kugombania mashamba au mali chache zilizopo. Sisi kama serikali tunaamini mtoto akishapatiwa elimu akasoma, atakuwa amepata maarifa ya kujitambua. Kama atafanya biashara, atakuwa na uchungu na biashara yake. Lakini sio biashara tu, sisi ni viongozi, tunapita kuanzia sote ambao tuko hapa. Tunahitaji viongozi ambao watakuja wachukue nafasi tulizonazo sisi. Je, tunataka watoto wa wilaya hii ya Kwimba wasipatikane viongozi? Tunataka wilaya hii ya Kwimba tusipate manesi? Tunataka tupate wilaya hii ya Kwimba tusipate walimu, maaskari, wanasheria? Nani atatusaidia tukipata kesi? Ni aibu kwa karne hii kuto kumpeleka mtoto shule. Lakini na sisi viongozi tunaosimamia haya tuliyokubaliana, tuone aibu tunapokuwa tuna idadi ya watoto wengi hawajaenda shule na bila sababu za msingi. Sababu za kwamba mtoto anaumwa eti hajaenda shule, hiyo sio sababu. Sisi kama serikali tunao wajibu wa kuwasaidia watu ambao wanaumwa, hata kama familia yao haiwezi kuwatibisha. Je, kama anaumwa, mzazi huyu amechukua hatua gani kuhakikisha kwamba anamtibisha huyo mtu anapona? Kwamba anatakiwa akaa anaumwa tu? Sisi leo hii hata watoto ambao ni walemavu, iwe wa akili, viungo, tunahakikisha wanaenda shuleni na tunawapa vifaa muhimu kuhakikisha kwamba wanasoma. Lengo la serikali yetu ni kuona kwamba kila mtoto wa Kitanzania anasoma. Na mimi na nyinyi tumekubaliana
kwamba tuchukue hatua, tena sio hatua nyepesi kali, kwa wazazi ambao hawataki kuwapeleka watoto wao shuleni kwa sababu ambazo hazieleweki. Lakini tunajua wapo wazazi wengine wamechukua mahali, wamewaozesha hao watoto. Fuatilieni, mkijua mtuambie. Lakini hata nyinyi wenyewe jeshi la sungusungu, kuanzia kwa level yenu na adhabu zenu ambazo wao mnazitoa, mtatoa adhabu, lakini msisite kutuambia na sisi. Jeshi la polisi lipo. Kama kuna mtoto amepewa mimba, tutachukua hatua kwa yule aliyempa mimba. Kama kuna mzazi ameshiriki, na yeye atachukuliwa hatua. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.